Waheshimiwa wabunge, tunaendelea Wizara ya Afya. Nimwite sasa Mheshimiwa Hawa Subira Mwaifunga, mbunge wa viti maalum, aulize swali lake. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru. Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi wa ujenzi wa jengo la mama na mtoto katika hospitali ya Kitete unatekelezwa kwa awamu, ambapo hadi sasa serikali imetoa fedha shilingi bilioni 3.27, ambapo awamu ya kwanza zilitolewa shilingi bilioni 2.69 na awamu ya pili milioni 578. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2024-2025 serikali imetenga fedha kiasi cha shilingi bilioni 2 kwa ajili ya utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa jengo la mama na mtoto katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tabora Kitete, ambapo hadi sasa ujenzi umefikia 50% na mradi huu unatarajiwa kukamilika ifikapo Februari 2026. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Hawa Mwaifunga, swali la nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru. Pamoja na majibu ya serikali, lakini mkoa wa Tabora ni mkoa wa 3 kwa wingi wa watu kwa mujibu wa sensa 2022. Na kipaumbele cha Mheshimiwa Rais katika masuala ya afya ni afya ya mama na kupunguza vifo vya mama mjamzito na mtoto. Lakini mpaka leo Tabora hospitali ya mkoa tunaambiwa inajengwa kwa awamu kuanzia mwaka 2020 huko mpaka sasa jengo lile bado halijakamilika. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali ituambie ile ni hospitali ya mkoa ama ni kitu gani? Kwa sababu mpaka leo Mheshimiwa Mwenyekiti, hakuna uwezekano wa kumalizika kwa jengo lile, bado bilioni 2 zinahitajika. Mheshimiwa Mwenyekiti, swali langu la pili, pamoja na changamoto ya majengo likiwemo na jengo hilo la mama na mtoto, na ndio maana nikashauri hospitali ile iwekwe iwe ya wilaya na hospitali ya mkoa ijengwe nyingine. Serikali ina mpango gani wa kuhakikisha inaboresha huduma za afya za mkoa wa Tabora, kwa sababu ni mkoa ambao una watu wengi na wanahitaji huduma za afya, badala ya kuwapa rufaa kila siku kwenda Bugando na kuja hospitali ya Benjamin wakati pale tunaambiwa tuna hospitali ya mkoa? Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa, kwanza nimpongeze Mheshimiwa mbunge kwa hamasa aliyokuwa nayo nzuri ya kuhakikisha hospitali yao ya mkoa ya Kitete Tabora inafanyiwa kazi vizuri, na niseme tu kwa kweli anafanya kazi vizuri sana Mheshimiwa mbunge akishirikiana na Mheshimiwa Mwakasaka kwa ajili ya kutetea hospitali hiyo. Lakini nimtoe mbunge wasiwasi. Kwanza, ulimuona jana waziri wa afya alikwenda kwenye hospitali hiyo, na alikwenda kwa msisitizo wa kuhakikisha kwamba hospitali hiyo sasa haya unayoyasema yanaenda kutatuliwa mara moja kabla ya kufika Februari 2026. Na nikutoe tu pia wasiwasi leo, fedha ambayo Dr. Samia Suluhu Hassan ameingiza kwenye sekta ya afya ni nyingi sana, kiasi kwamba sio tu kwamba zimetatua matatizo ya afya kwenye Tanzania hii yetu, imebubujika, imekwenda mpaka kwenye mataifa yanayotuzunguka. Ndio maana unasikia leo watu wanatoka nchi mbalimbali wanakuja kutibiwa Tanzania. Kwa hiyo nikutoe wasiwasi. Tunaanza moja, bora nyie mliokuwa na hospitali hiyo ya mkoa ya zamani, wenzenu walikuwa hawana hospitali ya mkoa kabisa na leo wanayo. Sasa usiogope, kila kitu ambacho mnapanga kwenye mkoa wa Tabora kwenye eneo la afya, rais wetu ameshajipanga kwa ajili ya kuhakikisha hayo mambo yanatekelezeka.